Kipigo cha burst kwenye mgongo ni nini? Kama wewe au mtu yeyote katika familia yako amegunduliwa kuwa na kipigo cha burst kutokana na ajali ya kasi kubwa, usiwe na wasiwasi. Kwa kawaida, kipigo cha burst ni aina maalum ya kuvunjika ambapo kuna mchanganyiko wa vipande vya mfupa vilivyovunjika kutokana na ajali. Hii ni kuvunjika kwa mgongo ambayo mara nyingi hutokea kutokana na ajali ya kasi kubwa, kama ajali ya barabarani au kuanguka kutoka juu. Katika hali kama hizi, wakati wowote ambapo kuna uharibifu mkubwa kwenye pingili moja ya mgongo, hadi kufikia kuwa na vipande vidogo vingi vya pingili hiyo, inajulikana kama burst fracture. Inaweza kugunduliwa vizuri kabisa kwa kutumia MRI au CT scan. Kwa kawaida, kila mara kunapokuwa na burst fracture ya mgongo, kipande kimoja kati ya vile vilivyovunjika husogea kuelekea kwenye uti wa mgongo na kuanza kuubana. Kila mara kunapokuwa na msukumo kwenye uti wa mgongo kutokana na burst fracture, hii inaweza kusababisha dalili za neva kama vile maumivu yanayosambaa mguuni, kupooza kwa mguu au ugumu wa kwenda choo au kukojoa, au kupoteza hisia katika sehemu fulani za miguu. Kwa kawaida burst fracture hutokea kwenye mgongo wa sehemu ya kifua, yaani sehemu ya katikati ya mgongo, au inaweza pia kutokea kwenye mgongo wa chini, yaani sehemu ya chini ya mgongo. Mara chache inaweza pia kutokea kwenye mgongo wa shingo kutokana na ajali ya kasi kubwa. Kwa hiyo, kila mara unapopata burst fracture kwenye mgongo wako na kuna shinikizo kwenye uti wa mgongo kutokana na kipande cha mfupa kilichovunjika, basi unapaswa kumwona daktari bila shaka. Unapomwona daktari atakuagiza upigwe CT scan au MRI, na pia atafanya uchunguzi wa kina wa neva ili kubaini athari za burst fracture kwenye mishipa ya fahamu. Atakagua nguvu kwenye miguu yako, hisia kwenye miguu yako, na kama unaweza kwenda haja kubwa au ndogo. Katika hali kama hizi, baada ya uchunguzi wa kina wa neva na kuona CT scan au MRI yako kuhusu burst fracture, daktari anaweza kukushauri upate upasuaji kama kuna madhara yoyote kwenye mishipa ya fahamu. Upasuaji huu kwa kawaida unajulikana kama upasuaji wa kuondoa shinikizo kwenye uti wa mgongo pamoja na kufunga mgongo. Katika upasuaji huu tutaimarisha mgongo wako kwa kutumia vipandikizi maalum, na pia tutaondoa shinikizo kwenye mgongo wako. Hii inamaanisha kuondoa vipande vya mfupa vilivyovunjika vinavyoshinikiza uti wa mgongo. Katika hali kama hizi, tunapoondoa kipande kilichovunjika kutoka kwenye uti wa mgongo na kuimarisha mgongo, kwa wengi wa wagonjwa, hali ya neva inarudi kawaida na mgonjwa anarudi kuwa sawa ndani ya siku chache au wiki chache. Upasuaji huu kwa kawaida huchukua saa 2 na mgonjwa huhitaji kukaa hospitalini kwa siku 3. Hata tunamruhusu mgonjwa kutembea na kusimama baada ya upasuaji huu. Kwa upande mwingine, kuna kitu kinachojulikana kama kuvunjika kwa mfupa kwa utulivu, ambapo vipande vya mfupa vipo lakini uti wa mgongo haujashinikizwa. Katika hali kama hizi, wakati mwingine tunamwambia mgonjwa abaki kitandani kwa muda mrefu, lakini upasuaji hauhitajiki. Hivyo, kulingana na upungufu wa neva, aina ya kuvunjika kwa mfupa, kiwango cha uharibifu wa mfupa na neva, na uwezekano wa kupata upungufu wa neva baadaye, daktari wako anaweza kukushauri upasuaji au akupinge kufanya upasuaji. Lakini ikiwa una mgawanyiko wa kupasuka kwenye mgongo wako, basi hakika unapaswa kuona daktari wa upasuaji wa mgongo ambaye atakuongoza kutoka hapo mbele. Asante.